Sema akusamehe maovu yako yote. Mwanadamu alipotenda dhambi aliingia kwenye hali ya kukosa, kwenye hali ya kutenda dhambi. Kwa hiyo mwanadamu akaingia kwenye maovu, na kila aliyezaliwa na mwanamke aliishi kwenye maisha hayo ya dhambi. Kwa hiyo tukawa tunaishi kwenye maisha ya dhambi na maisha ambayo yalikuwa ni ya kifungo, na kwa hiyo tulimruhusu shetani atutawale na tulimruhusu shetani atutese namna ambavyo alijua kututesa. Mwandishi wa Zaburi anasema akusamehe maovu yako yote na akuponye magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi. Mungu wa mbingu na nchi alipoona mwanadamu amekosea, akawa anatafuta namna atakavyomsaidia tena, maana mwanadamu ameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Namna wewe ulivyo hapo, iwe wewe ni mweusi, iwe wewe ni mweupe, iwe wewe ni wa rangi gani, Mungu amekuumba akaweka mfano wa sura yake ndani yako, na akaweka mfano wa jinsi ambavyo yuko. Kuna vitu Mungu aliviweka vifanane na yeye, na ndiyo mnyama pekee mwanadamu ambaye anafanana na Mungu. Lakini kwa sababu shetani hakupenda mwanadamu akae vizuri na Mungu, akamdanganya, akaingia kwenye kukosa. Kwa hiyo mwanadamu alipokosea akajikuta ameingia kwenye miliki ya shetani. Kwa hiyo akaanza kuteswa na akaanza kuwa mateka wa shetani. Kwa hiyo mwanadamu akaanza kutumikishwa afanye maovu na shetani. Mwanadamu akaanza kutumikishwa kulewa, mwanadamu akaanza kutumikishwa kuiba, mwanadamu akaanza kutumikishwa kuzini, mwanadamu akaanza kutumikishwa kumuua mwanadamu mwenzake. Ikawa ni kawaida katika uso wa nchi. Mwanadamu akaanza kutumikishwa kufanya mabaya kwa sababu alikuwa chini ya miliki ya shetani. Kwa hiyo mwanadamu akawa mbaya zaidi kwa sababu ya ule utumwa ambao shetani alikuwa anamtumikisha mwanadamu. Sio jambo la kawaida wala sio jambo la ajabu mwanadamu mwenzako kukuchukia, ni kwa sababu ndani yake kuna roho mbaya ambayo shetani amemfunga. Mungu alituumba ili tukae salama. Mungu alituumba ili kutengeneza upendano kati ya jirani yako na wewe. Ndiyo tabia ya Mungu ambayo Mungu alitufanyia. Kwa hiyo ule upendo ambao Mungu aliumba kwetu ulikuwa unakaa ndani yetu, lakini kwa sababu nyoka alimdanganya mwanadamu akaingia katika kukosa, ikafika tu ambao mwanadamu hana tena ule upendo. Wakati mwingine hana tena ile tabia ya utu. Wakati mwingine ule utu ambao Mungu alimpa mwanadamu ukajikuta umepotea. Lakini kwa sababu mwanadamu aliumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu, bado Mungu akawa anatafuta namna ambavyo atamrejesha tena mwanadamu, akawa anatafuta jinsi ambavyo atamrejesha tena mwanadamu. Akasema nitamrudisha tena mwanadamu ambaye nampenda, nimemuumba kwa mfano na kwa sura yangu. Maana yake nini? Maana yake alitamani Mungu amtoe mwanadamu kwenye miliki ambayo shetani alikuwa na miliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu akawa anatafuta mtu, akawa anatafuta mbadala ambaye atakuja msaidie mwanadamu kutoka kwenye vifungo vya shetani. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu akawa amekosa mwanadamu, akawa amekaa, akasema nimtue nani ambaye ataenda kumsaidia mwanadamu aliyekuwa kwenye vifungo ili amrudishe tena. Ndipo Yesu mwana pekee wa Mungu akasema nitume mimi Baba, niko tayari kuokoa wanadamu waliokuwa wamefungwa na dhambi zao, waliokuwa wamefungwa na dhambi zao. Yesu akaja duniani, akazaliwa na bikira moja anaitwa Maria. Akaja duniani, alipokuja duniani ili akatembea katika mapenzi ya Mungu, na baadaye akafa msalabani. Wiki ijayo tunasherehekea Pasaka, manake ni ukombozi ambao Mungu alimsaidia mwanadamu kumtoa kwenye vifungo vya giza na kumleta kwenye pendo lake. Biblia inazungumza, inasema ya kwamba nanyi mmeokolewa kwa damu. Kwa hiyo sisi tumeokolewa kutoka kwenye vifungo vya shetani, tumeokolewa kutoka kwenye magonjwa. Mtu yoyote anayemkubali Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake, huyo mtu anahamishwa kutoka kwenye nguvu zile za giza. Yule mtu anakuwa tena sio miliki ya shetani, yule mtu anakuwa miliki ya Yesu Kristo. Kwa hiyo anakuwa salama. Yule mtu ambaye amefungwa na shetani, Yesu anapokuja na anaingia ndani ya yule mtu anakuwa tena salama, kwa sababu anakuwa
chini ya miliki ya shetani tena. Ndio sisi Bwana ametuokoa. Kwa hiyo Bwana alipotuokoa akatutoa kwenye miliki ya shetani, ili kusudi nasi twende tukawaambie watu ya kwamba yuko mwanaume Yesu Kristo. Huyu mwanaume anaokoa, huyu mwanaume anaokoa, yeye anasamehe dhambi, yeye anaponya magonjwa. Daudi anazungumza mambo mawili, ya kwamba akusamehe maovu yako yote. Kumbe Yesu anasamehe maovu. Yesu anasamehe maovu Baba, maovu yote ambayo yamekutumikisha, maovu yote ambayo shetani amekutumikisha. Biblia inasema ya kwamba ukija kwa Yesu Kristo, Yesu atakusamehe maovu yote. Ile maovu ambayo yalikuwa yamekuzinga, ule uasherati ambao umekuzinga, ule ulevi uliokuzinga, ile sigara iliyokuzinga, Yesu anapoingia ndani yako, yeye anakusamehe maovu, yeye anakuleta tena na kurejesha, ili uwe kiumbe kipya na uwe salama kwenye maisha yako. Akusamehe. Sikiliza, tumeletewa msamaha wa dhambi. Yesu anapokufa msalabani, wiki ijayo anapokufa tunakumbukia kumbukizi. Anapokufa msalabani, maana yake nini? Maana yake anakufa kutuondoa kwenye vifungo tena vya magonjwa, kutuondoa kwenye vifungo vya dhambi, dhambi ambayo imemtesa mwanadamu. Yesu anapoingia ndani ya mtu, yeye anaiondoa, inakuwa yeye anaiondoa, inaondoka. Yesu analeta salama, Yesu analeta usafi, Yesu analeta usafi. Ulikuwa mtu mbaya, Yesu akiingia kwako, yeye anakutengeneza. Hata sisi tulikuwa wabaya, lakini Yesu alipokuja kwetu, yeye tukamruhusu akaingia, akatubadilisha. Tumekuwa viumbe vipya, hatutendi dhambi tena, hatufanyi uasherati tena, hatulewi tena, hatuvuti sigara tena, wala bangi sio sehemu yetu, kwa sababu Yesu ametuokoa. Ngoja nikwambie, mtu wa Bwana, mtu wa Mungu, naende sikiliza. Yesu akiingia ndani yako, yeye anakubadilisha, anakufanya kuwa mtu mpya. Yale ya kale ambayo yamekufunga, Yesu akija kwako, yeye atakubadilisha. Tunaambiwa kwenye Biblia, kulikuwa na mama mmoja alikuwa Msamaria. Huyu mama alikuwa ni kahaba. Kwake kutembea na wanaume 5 kwa siku ilikuwa ni jambo la kawaida, lakini kuna siku moja akakutana na Yesu Kristo. Yesu akambadilisha. Yule mama alipobadilika, hakuwa kahaba tena, akaingia mtaani, akaanza kuambia watu, njoni mtazame yule ambaye ameyasema mambo yangu. Na sisi Bwana iko ametubadilisha. Tumekuja mtaani kwako, tumekuja kukuambia, njoo kwa Yesu Kristo uone namna aliyotutendea. Njoo kwa Yesu Kristo uone namna aliyotubadilisha. Njoo kwa Yesu Kristo uone namna aliyotutendea. Yesu atakutendea kwako, Yesu atakutendea kwenye maisha yako, Yesu atakutendea juu ya maisha yako, na utakuwa mzima na utakuwa salama. Atakusamehe maovu, atakusamehe makosa. Ninazo habari njema kwamba Yesu atakusamehe dhambi zako. Amina. Haleluya. Amen. Jambo la pili ambalo Yesu amekuja kulifanya, anasema akusamehe dhambi zako, akuponya magonjwa yako. Mimi nikwambie, mwanadamu alipotenda dhambi, roho za magonjwa zilianza kutembea, zikawa zinatembea kwenye maisha yake. Kwa hiyo mwanadamu asipokuwa na Mungu ni mwanadamu anayeteswa na magonjwa. Magonjwa yanakuwa yanakuandama, magonjwa yanakuwa yanakutesa. Utasikia mara unauma kiuno, unasikia mara unauma kifua, unasikia mara una uvimbe tumboni, unasikia magonjwa ya kila namna. Ngoja nikwambie, hayo magonjwa mwisho wake anaitwa Yesu. Yesu akiingia ndani yako, yeye anaondoa magonjwa yote. Ndugu yangu, ngoja nikwambie, Yesu anaponya kansa, Yesu anaponya magonjwa kila namna. Nimekuletea jina la Yesu Kristo. Yako majina ukiyasikia, unajua ya majina yanatisha. Yako majina kama ukimwi, yako majina kama kansa, yako majina kama kisukari, yako majina kama moyo. Lakini ngoja nikwambie kwamba liko jina peke yake. Ile jina liko juu ya majina yote. Kansa inaitika kwa jina la Yesu, ukimwi inaitika kwa jina la Yesu, kifua kinaitika kwa jina la Yesu, uvimbe unaitika kwa jina la Yesu. Yesu akiingia ndani yako, yeye anakomesha kila magonjwa aliyokufunga mwanadamu, magonjwa aliyokuzuia, magonjwa aliyokukamata. Ninazo habari njema ya kwamba Yesu anaponya magonjwa. Ninazo habari njema ya kwamba Yesu anaponya magonjwa. Ataondoa magonjwa aliyokutesa, ataondoa magonjwa aliyokutesa. Najua unateseka, umeenda kwa waganga na hujapata tiba, umetembea kila mahala, umeenda hospitali na hujapata tiba. Nimekuletea tiba, anaitwa Yesu Kristo. Huyu Yesu anaponya, huyu Yesu anatenda mema, atakuponya.
magonjwa yatawale kwenye maisha yake. Biblia imetangaza, imesema ya kwamba akuponye magonjwa yako yote. Hautabaki na magonjwa ukija kwa Yesu. Yesu ataondoa magonjwa ya kutesa. Familia yako itakuwa salama. Yesu ataondoa kila kilichofunga maisha yako. Nina uhakika na Yesu. Kwa muda niliyomhubiri nimeona wagonjwa wakipona. Nina uhakika na Yesu. Kwa miaka niliyomhubiri nimeona watu wakipona. Na mimi nimekuletea habari njema ya kwamba yuko mponyaji anaitwa Yesu Kristo. Amen. Mwana wa Mungu aliye hai. Amina. Huyo anaponya. Amen. Huyo anatenda. Huyo anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya mama. Yesu anaponya baba. Yesu anaponya ndugu yangu. Yesu anaponya rafiki. Nimekuletea habari zake. Ndio maana tuna uhakika kukuambia ya kwamba Yesu anatenda. Ninazo habari njema jioni ya leo kukuambia ya kwamba Yesu anatenda. Atakutendea juu ya maisha yako. Atakutendea juu ya maisha yako. Kuna watu wana misiba ndani yao. Misiba ya mkini ni magonjwa yaliyotesa maisha yako. Leo nina habari njema ya kwamba misiba hiyo itaondoka. Yesu atakuponya. Yesu atakusaidia. Yesu atakuwezesha. Yesu atakufungua. Haina haja ya kwenda kwa waganga. Yesu Kristo ni tabibu wa kweli. Yeye ni tabibu wa karibu. Yeye atakugusa na kukuponya. Yeye atakusaidia. Achana na mambo ya dunia. Dunia ina mwisho wake, lakini kwa Yesu Kristo, kwa Yesu ni salama. Kwa Yesu ni salama. Kwa Yesu ni salama. Tuna uhakika na Yesu ambaye tumekuja kukueleza habari zake. Kwake ni salama. Kwake ni salama. Kwake ni salama. Utakuwa salama. Salama mbali na kuonewa. Utakuwa salama.